10 jioni, haya yakiwa majira ya Afrika Mashariki. Bila shaka umewadia muda wa kipindi chetu cha Elimika. Katika kipindi hiki kwa ujumla, tunaangazia hali kadhalika kujadili na kudadisi masuala ibuka mbalimbali yanayoikumba jamii, yakiwemo mila na tamaduni, katiba, sheria, uchumi na hata elimu. Leo hii tunajadili matumizi ya simu na utandawazi. Yana madhara gani kwa watoto wa karne hii ya 21? Karibu. Jina langu ni Zaria Okoyo na mgeni wetu katika studio ni Profesa Jamlet Litali, ambaye ni mtaalamu wa saikolojia ya watoto. Jiunge nasi kulikunjua na kujadili swala hili. Labda uanze kwa kuelewesha wasikilizaji wetu matumizi ya simu na utandawazi. Yana madhara gani kwa watoto wa karne hii ya 21? Asante Zaria, ni kweli kusema kuwa matumizi ya simu na utandawazi hutofautiana na vyanzo. Pia hutegemea mazingira ya husika. Mfano, iwapo mtoto atatoka katika jamii ambapo kila mtu ana simu, na si simu tu bali simu mahiri, itakuwa ni vigumu sana kuendelezwa kwa mahusiano baina ya watoto kwa wazazi, watoto na wanajamii. Na je, tueleze uhusiano kati ya wazazi na simu umechangia madhara haya kwa watoto katika jamii zetu? Zaria, ni vyema kufahamu kuwa mzazi ndiye chombo kuu katika kukuza maadili ya mtoto. Endapo mzazi huyu ataweka akili zake katika simu, basi atachangia mtoto huyu kutojua nini anastahili kufanya na nini hastahili kufanya. Zaria, nikidhani ufahamu msemo usemao asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Na ni kweli, kwa kuwa watoto hawa wanaopuuzwa na wazazi wao ndio huwa na tabia zinazokiuka maadili na matendo katika jamii. Mtazamaji, takwimu zinaonyesha kuwa watoto wanaotumia simu sana, haswa nyumbani, huathirika kwa jinsi wanavyotangamana na wenzao, mitazamo ya mahusiano, wanavyotatua migogoro na kadhalika. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto hawa wana uwezekano mkubwa wa kuwa wahanga au watendaji wa ukatili. Profesa Litali, suluhisho ya matumizi ya simu na utandawazi ni lipi? Naam Zaria, kutokana na gumzo letu leo, ni kweli kusema kuwa mtoto huathirika kutokana na utumizi wa simu. Basi mzazi anahitajika kumtolea mtoto mazingira ambapo mtoto anathaminiwa na kusikilizwa. Pia mzazi anahitajika kutoa ufasaha mtoto anapotumia simu, kwa kuwa hakuna mtoto asiyekuwa na maana, na watoto hawa ndio kuwa na kuwasaidia wazazi wao katika maisha ya usoni. Kwa kweli, kutoka kwa ugumu kuibuka miujiza. Watazamaji, kutokana na mazungumzo ya leo, ni wazi kuwa matumizi ya simu na utandawazi yana madhara mengi kwa watoto wa karne hii ya 21. Asante kwa kujiunga nasi Profesa Litali. Shukrani Zaria. Bila shaka, kilicho na hakikosi kuwa na mwisho. Kufuatia mazungumzo ya leo, imebainika kuwa ni bora sana kukunja akiwa angali mbichi. Tukutane juma lijalo hapa kwa mada tofauti. Jina langu ni Zaria Okoyo. Alamsiki. Asante.